Na kwa nafasi hii ambayo Mungu amenipa, kuna machache tu nitakayozungumzia kuhusu hii nchi ya Kenya. Kwamba mahali tunapoelekea si mahali pa kufurahia, na mambo yanayotendeka tena si mambo ambayo ni mazuri. Kwa sababu napoangalia katika nchi ya Kenya, maovu yametendeka mengi sana, na serikali ambayo ipo kwa sasa sitasema kwamba imefanya kazi nzuri, kwa sababu pia imeweza kuchangia kwa maovu mengi ambayo yametendeka katika nchi ya Kenya. Haswa sana unajua kwamba nyumba wakati inaharibika, mwenye kulaumiwa huwa ni baba. Na unakuta maovu yote yanapotendeka hapa, pia kuna kiongozi wa nchi ambaye ni rais wetu Samoei Ruto ambaye anatawala nchi ya Kenya. Kwa hivyo angekuwa na mamlaka pia kukomesha mambo yote ambayo yanaendelea katika nchi ya Kenya, lakini unapokuta kwamba kwa kunyamaza maovu yakiendelea, ina maana kwamba pia yeye anachangia maovu kuendelea katika nchi ya Kenya. So tunaona kwamba jambo la kwanza, hivi juzi amekuwa labda akilaumu mambo ya cyber crime, anasema kwamba kuna maovu yanaendelea kwenye cyber na angetaka labda kufunga hizo cybers. Na anasema kwamba jambo la kwanza, huwezi kwamba kufukuza mapepo kama wewe mwenyewe umefuga shetani katika nyumba yako. Jambo la kwanza, huyo shetani uliyefuga ndani yako, kwanza jaribu vile utakavyomuondoa. Maana yake sasa shetani anapoondoka, anaondoka na mapepo yake. Hivyo huwezi fukuza mapepo na umwache shetani katika chumba chako. Naona kwamba jambo la kwanza, wakati alipoingia kuwa rais, aliruhusu mambo ya ushoga na usenge uendelee katika nchi ya Kenya. So yale maovu alipoyaruhusu, ina maana kwamba yale ndio yalikuwa kichwa ya mambo mengine yote, na akawapa fursa maovu yote, akayapa fursa maovu yote katika nchi ya Kenya, na yakawa yanatendeka bila hata mtu kushtuka. Kwa sababu jambo la kwanza, kama rais mwenyewe ameweka kidole mswada wa ushoga na usenge, ina maana kwamba ameruhusu maovu yote, watu wajiuze hata kwenye mitandao, wafanye mambo yote kwenye mitandao. Kwa hivyo ni jambo ambalo mwenyewe aliruhusu kama kiongozi wa nchi. Kwa hivyo ninapozungumza saa hizi, najua kwamba Mungu hana furaha na nchi ya Kenya. Mungu hana furaha na rais wa Kenya. Na jambo la kwanza siku ya leo nitaongea tu kwamba naongea kama nabii, naongea kama mtume, naongea jambo ambalo Mungu ameweka ndani yangu, kwamba hata rais wa Kenya kwamba amepatiwa onyo, arekebishe maovu yote, aondoe maovu yote ambaye ameruhusu katika nchi ya Kenya. Na kama hata yaondoa 2027, basi mtajionea mambo ambayo yatakayo kuwepo, na si mambo ambayo yatakuwa ya kufurahisha. Hivyo rais wa Kenya, Mungu anamuonya kwamba ayaondoe maovu yote aliyoyaruhusu katika nchi ya Kenya. Na kama hata yaondoa, mkono wa Mungu unaenda kuwa juu yake, na ishara zitaonekana mwaka wa 2027. Ndio mtaona ishara ya mambo hayo yote, kama hata yaondoa maovu katika nchi ya Kenya. Na ni kweli nchi ya Kenya maovu mengi sana yametendeka, mauaji yamekuwa mengi, umwagikaji wa damu, abduction na mambo mengi, maovu ambayo yameendelea katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo Mungu hajafurahia kuhusu uongozi huu ulipo wa Kenya. Mungu hana furaha. Pastor, tulimuona President William Ruto majuzi akiwa maeneo ya magharibi akisema kwamba yule ambaye angeshindana naye ni Raila Amolo Odinga, au wengine ataosha asubuhi na mapema. Labda azungumzia vipi hayo? Kuna kitu ambacho nasemanga kwamba nao kuna watu ambao wanasemanga kwamba baba akiondoka basi watoto wanakuwa na shida. Lakini kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Ina maana kwamba sasa baba hata kama aliondoka, kuna wengine ambao wanaweza kuwepo na uongozi bora hata kushinda baba. Kuna wengine ambao wanaweza pendeka hata zaidi ya baba. Kwa hivyo na jambo la kwanza, asije akapuuza kwa sababu baba hayuko aseme kwamba atashinda asubuhi na mapema. Hilo ni kujipiga kifua. Na jambo la kwanza nasema kwamba uongozi unatokana na Mungu, hautokani na mwanadamu. Yule Mungu atakayechagua yeye atasimama. Lakini jambo la kwanza napozungumzia hapa hivi uongozi, utawala wa 2027, nataka munishike vizuri, utawala wa 2027 Mungu ameuondoa mikononi mwa Rais Ruto. Kivipi labda? Kwa sababu kuna mtawala mwingine tayari ambao Mungu amemwandaa.
Labda Wakenya wangependa kumjua. Mimi mtawala ambaye ninayemfahamu saizi na baada ya kuomba na nimethibitisha kwamba ambaye Mungu anaandaa kuwa mtawala ambaye ataokoa nchi ya Kenya, kwa sababu katika mikono yake hakutakuwepo na umwagikaji wa damu. Katika mkono yake kuna maovu mengi sana ambayo yataondolewa na yatasimama. Na huyu si mwingine, jina lake anaitwa Kalonzo Musyoka. Huyu ndiye Mungu ameandaa kwa sababu ya utawala na ukombozi wa nchi hii ya Kenya, na mnipate vizuri. Kwa hiyo unamaanisha kwamba ingawaje William Ruto ambaye ni rais kwa sasa anasema wale ambao wamebaki hataweza kushindana nao, atawapita asubuhi na mapema, na labda wewe umetabiri na labda Mungu amekuonyesha Kalonzo Musyoka ndiye atakaye kuwa kiongozi wa Kenya, labda kuna tatanishi hapo. Yule anasema kwamba yule ni mnyonge, mambo inakwendaje? Kuna kitu ambacho nachojua kwamba wanadamu kwamba unajua kwamba vile mwanadamu mawazo ya mwanadamu si mawazo ya Mungu. Mwanadamu leo atawaza na kuona ya kwamba atafanya kitu fulani kesho yenyewe, lakini kesho inakuwaga mikononi mwa Mungu. Mipango ya kesho iko mikononi mwa Mungu. Kwanza tunapoangalia kwamba utawala ambao umekuwepo saizi, utawala wa rais wetu Ruto, hata kama alichaguliwa na kanisa na wengi wakampigia mbwembwe, ni kama sasa atatawala kama kuhani, lakini utawala wake umekuwa mbaya sana hata kushinda wa makuhani. Jambo la kwanza amefanya hata kanisa limeingia katika aibu. Kanisa limeingia katika shida. Kanisa limekuwa na tashwishi. Siku hizi hata kuamini kanisa imekuwa ni vigumu, kwa sababu yule walitarajia kwamba ni mtu wa kanisa, mtu ambaye labda ni kuhani, ametawala kinyume na mapenzi ya Mungu, na utawala wake ni wa kutilia shaka. Ameruhusu maovu mengi sana katika nchi hii ya Kenya. Ameruhusu miungu mingi sana, miungu ya kigeni. Napo maanisha miungu ya kigeni, lazima kwamba mambo ya roho, watu wenye roho waelewe ni mimi namaanisha nini. Ameruhusu miungu ya kigeni, kumaanisha kwamba ameruhusu maovu mengine ambayo yako kinyume na neno la Mungu, ambayo yako kinyume na Mungu. Hiyo linamaanisha kwamba miungu ya kigeni ameruhusu katika nchi ya Kenya. Sasa unakuta kwamba jambo la kwanza, mtu kama rais, usemi wake peke yake unatosha kusema kitu fulani nimekikataa. Lakini unakuta kwamba kama ni bill ambayo ni kunyegandamiza wananchi, yeye ndio wa kwanza kuweka kidole. Kama ni mambo yote, kama ni ule msaada ambao wanafunzi walikuwa wanapata shuleni unaowezesha kusoma katika university, hata yeye mwenyewe alifaidi kupitia kwa ule msaada ambao wanafunzi walikuwa wanapata kwenye university zao, alikuwa ni mmoja wa kuweka kidole uvutiliwe mbali. Napoangalia kwa sasa katika mambo ya afya za wananchi wanateseka sana. Jambo la kwanza, hata matibabu ni yamekuwa hapa kwa madawa hata hospitalini hakuna. Na unakuta kwamba sasa kuna ile ambayo ilikuwa inasaidia watu kitambo, ilikuwa inaitwa NHIF, ilikuwa inasaidia watu sana, akaiondoa hiye, akaleta SHA ambaye haieleweki. Hakuna mtu anayeelewa SHA. Maana SHA saa hizi unakuta kwamba sasa itakuwa kwamba wewe, watu wengi hata wanatapiliwa sasa kupitia kwa SHA. SHA imeingia matapeli, wengi wanatapili watu. So unakuta kuna mwingine labda umeregister kwa SHA, unapoenda kutibiwa unaambiwa SHA ime-expire. Na tangu hata na wakati ambapo tulikuwa na NHIF, hakuna wakati ulifika hospitalini kuambiwa kwamba ime-expire. Lakini SHA ina-expire hata after 2 months ime-expire. So unashindwa SHA hii ni ya kugandamiza wananchi ama ni biashara ya mtu binafsi? Na unakuta hata yule waziri wa SHA, jambo la kwanza, watu wanaopotoa malalamiko ni kama mwenyewe sasa anafurahia kwamba ile wakati wananchi wanateseka anasema inafanya kazi. Kuna watu ambao ninazungumza kama mtu ambaye ni Ndole naomba kwamba uchunguzi uweze kuchunguzwa vizuri, kwa sababu yule mtu ni kama anafanya biashara na hii SHA na inamfaidi yeye. Mtu kama ma-DVD, ma-DVD ni mtu ambao hata hajui uongozi ni nini. Na natumai kwamba wakati ambapo waliweka watu kama ma-DVD, mtu kama Wetangula, ni watu ambao wanaenda tu kulala pale kwenye State House, wanakula ugali na kuku, wanalala State House. Kwa hivyo sasa sijaona hata kazi ambao wanayofanya mahali pale. Watu ambao kwenye uongozi huu ni watu wa kutilia shaka wote.
Kwa sababu nao uongozi ambapo upo sasa unakuta kwamba yoyote aliyechaguliwa alichaguliwa katika misingi ya kwamba huyu alilete nini kwenye meza, alilete nini kwenye meza, lakini hana uongozi ndani yake. Kwa sababu jambo la kwanza nasema kwamba uongozi unatokana kwa Mungu. Na kama mtu ambaye ni kiongozi, ni kama ni rais ama mfalme la sharti awe na hekima ya kujua ni nani ambaye amechaguliwa na Mungu, ni nani ambaye yuko tayari kufanyia wananchi kazi. Lakini saizi napoona kwamba wote walioko pale katika serikali hakuna mtu anaiko na tajriba ya kufanya jambo lolote. Wamewekwa pale, unakuta labda mwingine amewekwa kwenye finance na yeye anafaa kuwa labda waziri wa mifugo na ng'ombe, na amewekwa kwenye finance. Sasa unakuta kwamba sasa hata mambo ya finance hayawezi yakaenda vizuri. Mwingine unakuta labda kamweka kwenye waziri kwenye wizara ya nini, wizara ya afya. Huyo mtu labda hata anafaa kuwa sasa waziri wa madawa ya mifugo, kwa sababu jambo la kwanza mtu kama Ndwale ni mtu ambaye amelelewa katika mazingira ambaye amelelewa, ule utajiriba ako nayo ni ya wanyama kama ngamia, kama punda, kama ng'ombe, kama nini. Sasa kuja kuwa sasa yeye ndio anayesimamia wizara ya afya, haelewi mwanadamu huyu, tiba ya mwanadamu. Unapoangalia kama kule ambao ametoka kule, kitambo aende hospitali ni miaka ngapi? Kwa sababu hospitali hata ziko miles and miles. Sasa jinsi watu wanavyoishi kwao, hivyo ninataka Wakenya waishi vile watu wanavyoishi kule jangwani. So amechukua culture ya kwao ameleta katika wizara ya afya. So mambo yanayoendelea sasa si mambo ya kiungu, ni mambo ambayo ni yako kinyume na Mungu, na hivyo ndio nasema kwamba Mungu amekasirishwa na uongozi uliopo kwa sasa. Basta labda swali la mwisho. Kuna baadhi ya manabii na mmoja ni mwenzio labda ametoa unabii akasema kwamba hapo kitambo awali kidogo alikuwa amemuonya hayati Raila Amolo Odinga kutoka karibu na uongozi wa Kenya Kwanza. Na yule nabii tena amerudi unabii mwingine akisema kwamba Babu Owino iwapo atajihusisha na hii serikali iliyo katika mamlaka, pia yeye huenda mambo hayatakuwa mazuri. Labda wewe kama nabii wazungumzia vipi hapa? Kuna kitu ambacho nitakapozungumzia kwamba uongozi wa Raila baba ndio ni wale unasema kwamba katika Biblia nasema kwamba ulianza na roho ukamalizia kwa mwili. So baba alianza katika jinsi mzuri ya kupendwa na watu, lakini alimaliza vibaya. Katika kumalizia kwake alimaliza na tamaa nyingi, na akawa mtu wa kupenda sana au kupenda fedha. Na hiyo pia ndio nasema kwamba ilichangia katika kufupisha maisha yake. Unakuta kwamba hata kuna msemo unasema kwamba tamaa iliua fisi. Mtu mwenye tamaa hawezi ishi miaka mingi. Mtu mwenye tamaa huwa inamaliza inafupisha muda wake wa kuishi. So kwa sababu tunapoangalia baba yetu tulimuonya, hata makanisa walimuonya, manabii walimuonya, na tukamwambia tunakusihi usiingie katika hiyo serikali ambayo imejaa, mikono yao imejaa damu. Unajiunga na watu ambao mikono yao imejaa damu. Kwa hivyo tunakusihi usijiunge, lakini hakusikia. Yeye aliona meza ambayo amewekewa imejaa chakula, imejaa pesa, na akajua kwamba wacha aendee, tamaa ikamuongoza kwenda mahali pale. So kuna mtu anaitwa Babu Owino. Na Babu Owino, kama unanisikiza mahali pale, naongea kama mtumishi wa Mungu, naongea kama mtume, naongea kama nabii, na ninakuonya katika jina la Yesu, kaa mbali na serikali iliyopo kwa sasa. Kaa mbali na hao viongozi ambao unakuta kwamba wanataka uongozi wa viti vya juu, maana wengi wao mikono yao imejaa damu, na wengi sana Babu Owino amekuwa tisho kwao. Babu Owino amekuwa tisho kwa watu wengi sana, hata wakati wa ODM, wakati ambapo sasa walikuwa ni kama sasa wanataka kumfinyilia Babu, na akaona kwamba Babu naye anashangiliwa na watu wengi. Kuna kitu nitaendeleza watu kwamba kuna mtu aliyeitwa Daudi. Daudi alikuwa amechaguliwa na mtu, kwa hivyo hata hakuna mtu angeweza kumzuia Daudi kuongoza. Ndugu zake walijaribu kumzuia Daudi asionekane, lakini Daudi alionekana mahali alipo. Mtu kama Babu Owino ni mtu ako na uongozi ndani yake,
nyota yake ya uongozi ni nyota kubwa sana, na ni wengi sana wafurahie nyota yake, na wakipata nafasi ya kumaliza watamaliza. So Babu Owino, ninakuonya tafadhali, kaa mbali na viongozi wa serikali, kwa sababu ya future yako ni kubwa sana. Na Babu Owino mahali alipo, hata mimi natoa utabiri saizi, Babu Owino is the future president wa Kenya. Ni future president wa Kenya. Kwa hivyo kaa mbali sana na watu wanaotafuta roho yako, na kaa mbali sana na viongozi wa serikali. Kuwa independent na simama vile Mungu ambavyo analovikuelekeza, kwa sababu japo ninapojua Babu Owino hata akisimama saizi aanzishe chama. Babu akisimama saizi aanzishe chama, kile chama kitakuwa National Party, kwa sababu ni mtu anapendwa, ni mtu rekodi yake inaonekana wazi. Kwa hivyo Babu, ninakusihi kaa mbali na viongozi wa serikali, maana wengi hawatakutakii mazuri, wengi wanatafuta roho yako. Kaa mbali, na kama utanisikia, na nakusihi katika jina la Yesu.